Mwanangu Sifa, vita umevipiga, imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Ninao ujasiri wa kulitumia andiko hili juu ya maisha yako, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7, ambapo Mtume Paulo aliwahi kusema, vita nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Sifa, binti yangu, najua umevipiga vita vizuri vya imani. Imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Nasikitika kuwatangazia kwamba leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 ndio siku ninayowatangazia kuwa mwanangu katika Kristo Yesu, Sifa Bonaventure Bujune amefariki. Amefariki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili hapa Tanzania. Taarifa zaidi za msiba takapokuwa na mipango ya mazishi takavyokuwa, mtaletewa muda mchache mara baada ya mawasiliano kukamilika. Lakini taarifa hii ya awali ninakutolea nikiwa hapa Dar es Salaam, ambapo kwa sehemu kubwa mipango yote ndipo itakapofanyika. Mpaka muda huu naongea na wewe, niko hapa Kigamboni Geza Juu, karibu na zilipo ofisi za wilaya ya Kigamboni. Lakini jambo lingine, mwanangu namuona kama shujaa. Ifahamike, sehemu kubwa ya kiitwacho makaburi ya mashujaa sio wale waliokomboa jamii waliokuwa wakipigania, bali ni wale waliokufa au waliouawa. Sehemu kubwa ya mashujaa ni wale waliokufa au waliouawa wakiwa katika kupigania jamii walizokuwa wakizipigania, kwamba kwa mapigano waliokuwa wakiyafanya waliziokoa jamii zile ama walishindwa. Lakini sehemu kubwa ya makaburi ya mashujaa ni ya wale waliopigania jamii zao, wakafia ama wakauawa wakiwa katika uwanja wa mapambano. Binti yangu, mpaka siku ya mwisho anayokuwa katika maumivu makali, alikuwa na jambo analifanya kwa ajili
ya kupigania jamii yake, taifa lake, watu wake, na akiwa amerithi sehemu kubwa ya moyo wangu, walile usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Katika mabinti watoto wangu, waumini wangu waliochukua kwa nguvu falsafa hiyo na moyo huo, binti yangu Sifa alichukua moyo huo kwa nguvu kubwa, na ametumia vizuri muda mchache wa siku chache alizopata kuishi. Maana mimi si mwepesi wa kumwekea muumini andiko na haijawahi tokea, lakini binti yangu Sifa namwekea andiko hili ya kwamba amevipiga vita vizuri vya imani, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Jambo la tatu, mtu yoyote unaweza ukajiuliza kwamba je, pana ujumbe wowote umetumwa kwangu, kwa mke wangu, ama kwa kanisa ambao wameutuma shetani au mashetani waliofanikisha hili? Jibu ni kwamba psychological inawezekana kabisa kuna ujumbe walikuwa wananifikishia mimi, walikuwa wanamfikishia mke wangu, walikuwa wanafikishia watu wote walio karibu na mimi. Jambo ambalo nataka ufahamu kabisa, nimesema mara kadhaa, siku ambapo Afrika tutakuja kwanza kupambana na shetani mwenyewe, inawezekana ndipo ukombozi wetu utakuja kutokea. Wazungu wenzetu, shetani ni mistakes, ni makosa ya kibinadamu, ni mipango miovu wanayopanga wanadamu kuharibu jamii, kuharibu maisha ya mtu. Sisi Afrika, shetani ni hewa, shetani ni bahari, shetani ni giza. Na ndio maana hata mtu anapolalamika akitaka wewe mwanadamu utimize wajibu wako, kwa sababu 98-99% ya Mungu ni binadamu. Mungu alimwokoa Paulo kupitia watu waliomshusha chini ya kapu kwenye ukuta. Alimwokoa Paulo kupitia mjomba wake. Alimwokoa Yeremia kupitia wakuu. Wakati watu wa dini wametaka kumwangamiza Yeremia, wakuu walienda kuwazonga wale watu wa dini kwamba kwa kosa lipi Yeremia mumfanyie haya. Mungu aliwaokoa wapelelezi waliotumwa na Joshua kupitia Rahabu kahaba. Mungu alimwokoa Musa kupitia Yethro ambaye alimkaribisha nyumbani kwake, Ibrahim na wengine wote. Kwa sehemu kubwa Mungu alipookoa alitumia watu, na wale watu waliwaokoa watu wale kutoka kwenye mikono ya watu waliokuwa wamepanga mabaya. Lakini kwa Afrika sisi kwa sehemu kubwa tukipiga kelele kusema mwanadamu yoyote unayeweza kuokoa, uliye na huruma, unayeweza kuchunguza ukaangalia mpango uliopo ni mpango wa aina gani, tumia elimu yako, tumia uwezo wako, tumia cheo chako. Sehemu kubwa wa Afrika huwa mnasema muombe Mungu ndiye akusaidie, lakini kiukweli 98-99% ya Mungu ni wanadamu hawa
utakaponyenyekesha, utakapoongea vizuri na binadamu, wana sehemu asilimia 99 ya ukombozi bila hata kumwomba Mungu. Ndio maana imeandikwa ya kwamba lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu inawezekana, ikiwa inamaanisha kwa asilimia kubwa mambo Mungu, ukombozi wake, wokovu wake, msaada wake, faraja yake ameiweka kwa wanadamu. Sasa swali limehoji, kuna ujumbe wowote umetumwa kwangu, kwa mashetani, ambao mimi napozungumzia mashetani nazungumzia mipango ya kawaida ya wanadamu ambao humiliki smartphone, huwa wanakunywa soda, husikiliza. Na nazungumziaga mashetani wanadamu, yani hivi wamesubiri kwa hamu sana mashetani hayo. Mbarikiwa taongea nini? Naongea na mashetani hayo. Kuna ujumbe wowote yametuma kwangu? Jibu ni jualo ni ndio. Moja ya ujumbe katika fikra zangu umeanzia kwanza, wakati fulani Sifa alikamatwa na jeshi la polisi kwa sababu aliimba wimbo wa kwamba Mbarikiwa amelalamika mtoto wake ameuawa, lakini hamfanyii kazi, mnatuona nyani tu. Watu wa Ngorongoro wanalia juu ya maeneo yao, lakini hamfanyii kazi, mnatuona nyani tu. Ni wimbo ambao wengi mlipata kisa hicho. Alipokamatwa na kukalishwa kituo cha polisi siku 6, alikalishwa kituo cha polisi siku 5-6 peke yake kwenye chumba ambacho kwa muda mwingi alikuwa akiwa peke yake, na siku moja akaenda kulala magereza pale Rwanda, kwa sehemu kubwa ambapo ndipo tatizo lake lilianzia. Kwa sehemu kubwa nimehoji pale mwanzoni nilipokuwa nimetoa clip ya kwanza kwamba nisaidieni kama kuna mtu unaweza ukajua kuna kinachofanyikaga mtu akiwa kwenye kituo cha polisi ama magereza, lakini inawezekana wote hamjui. Lakini kwa sehemu kubwa tatizo lilimwanzia hapo, lakini likaja kuwa kubwa siku chache zilizopita. Wakati ule nilitoa ujumbe, nilisema najua mnayenitafuta ni mimi, najua mnataka kujua nina nguvu gani. Shetani yoyote uliye nyuma ya mpango wa kumkamata binti katika jambo kama hili, kumkalisha siku 6 sehemu yenye baridi kali kwenye Lumande, kituo cha polisi cha Central Mbeya, yeyote uliye push, yoyote uliye na maslahi juu ya kumkalisha binti yangu pale, najua kuna ujumbe unanitumia, na moja ujumbe huo ni kutaka kujua nyuma ya Mbarikiwa kuendelea kupinga mabaya. Mbarikiwa nyuma yake anatumwa na nani wanaweza kumsaidia siku ya tatizo? Na mara kadhaa mimi nimwambia, nyuma yangu kuna haki tu, kuna moyo wa huruma tu, kuna moyo tu wa kukwambia usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Ni hicho tu, ni ule moyo uliokuwa kwa Yesu. Na wengine mnasema kwa nini sasa mashetani wanadamu wa kudhuru? Hata Yesu na mitume na watu wa Mungu walidhuriwa na watu waliopanga mipango mibaya juu yao. Kwa hiyo wakati ule nilisema nadhani huu ni ujumbe umetumwa ili kupima nguvu inayoweza ikawa nyuma ya Mbarikiwa. Na wakati huu Waswahili wanasema wasiwasi ni akili. Wakati huu na hisi inawezekana kabisa kuna ujumbe umetumwa. Tuone nani anaweza akakusaidia Mbarikiwa, ikiwa tutakukabili sisi mashetani, tutakukabili kibiolojia, kisayansi, kwa namna za kawaida. Niseme wanadamu hawa wana asilimia 99 ya Mungu,
hawa waweza kunisaidia. Wasiponisaidia, Mungu kwa ile 1%-2% ya uungu wake anaweza akanisaidia. Lakini hata asiponisaidia, sijutii kuwa mtu mwema, sijutii kupinga mabaya. Kwa sauti inayofanya wabaya washtuke, wasikie, wajue kuna mtu kasema, na kuna watu wameanza kuangazia ubaya wetu ulivyo. Sijutii, niko hivyo, nitabaki hivyo bila kujalisha nitaishi siku moja ama nitaishi miaka yoyote ya machozi nitakayoishi. Na natoa angalizo, kama kuna mtu ambaye wewe unaona bado tuendelee kumwona shetani ni kisichojulikana, ni hewa, ni katika ulimwengu wa roho, hakuna shida. Naweza ukaendelea kuona hivyo, naweza ukaendelea kupambana naye hivyo. Lakini kumbuka, wakati fulani wakati naongelea sana mauaji, utekaji, dhuluma na uonevu, watu wengi mlikuwa mkisema huna hekima, umechanganyikiwa, unahitaji counseling. Lakini leo nimeona nikaribia mnawashangana kuwashambulia sana wahubiri ambao hawazungumzi mauaji, utekaji, dhuluma, uonevu. Na ukumbuke wakati ule niliongea sana, nikisema wakati huu mambo yajawa wesi, wakati huu mambo yajaribika sana. Njoni tuzungumze, njoni kila mmoja tatizo la mwingine, kilio cha mwingine, maumivu ya mwingine yaone kama yako. Simamisha biashara, kazi, manufaa. Wengi mliniona wakati ule sina hekima, nimechanganyikiwa kwa sababu ya kuuawa kwa mwanangu ama kupotea kwa mtoto wangu wa pekee. Lakini leo nayo furaha kusema hata kama nitaondoka kwenye hii dunia, nimeacha watu kubwa mmefahamu kupinga mauaji, kupinga utekaji, kupinga uonevu, kupinga rushwa, kupinga dhuluma, kwa kutaja dhuluma ilipofanyika, mauaji alipofanyika, utekaji ulipofanyika, kumtaja anayeonekana ndiye aliyefanya, kwa namna inayoonekana ndivyo alivyofanya, ndiyo kuhubiri. Najua sio wote, lakini hata kama nitaondoka sasa duniani, najua nimeiona kwa macho yangu picha kwamba kuna watu wataendelea kupinga na kuona, kupinga mauaji, kupinga mabaya, kupinga ubaya, kupinga rushwa, kupinga dhuluma, ndio kuhubiri neno la Mungu. Ukiwa unampinga aliyefanya kwa namna aliyofanya, kwa namna iliyo wazi, kwa jina lake ama kwa mazingira sawa na alivyofanya, sawa na alivyofanya akina Yohana kwa Herode, akina Nathani kwa Daudi, akina Elia kwa Ahabu. Mwisho, nitoe maoni yangu kama itakuja kupendeza katika miaka, niwe hai nisiwe hai, itakuja kupendeza kuja kuishi katika nchi ya ahadi ambayo Mungu alikusudia ikawemo Tanzania. Ninaomba jambo hili muje mlikumbuke miongoni mwa mambo mengi yaliyofanya nchi yetu, sijui ni kwa kiasi gani, lakini kwa baadhi yetu amekuwa ni mahali pa majuto, pa kilio kwa siku nyingi. Nitoe pendekezo langu, ikiwa itakuja kuwapendeza mtakapoingia katika nchi ya ahadi. Kama nitakuwepo nitakumbusha, kama sitakuwepo je mkumbuke jambo hili. Napendekeza hospitalini tutakapokuwa tunalipia, ingekuwa tuwe tunalipia matibabu, tusiwe tunalipia kile kinachofanywa chochote. Nikimaanisha matibabu, tuwe tunalipia ikiwa tatibiwa, ikiwa tatizo husika litapatiwa ufumbuzi. Nimesikia katika moja nchi zilizoendelea, ukisema naumwa
zinakutibu kwanza, ndipo zinakupa gharama. Hazianzi kuuliza aseti utatulipa nini, hazianzi kuangalia uwezo wako. Cha kwanza zinaangalia kutatua lile tatizo, kwa sababu wao uhai ndio utajiri, uhai ndio maendeleo. Ikiwa nchi yetu itakuja kuingia katika nchi ya ahadi ambayo Mungu ameikusudia, naomba ije ifike wakati tuje tuwe tunalipia matibabu, kwa maana ya kwamba tulipie kinachowezekana, kwa sababu yule mtu katika zile nchi akifariki, wale watu hawana uwezo wa kulipia, hakuwa na asset yoyote, huwa hawana cha kumfanya. Kwa hiyo naamini pia katika nchi yetu inaweza ikaja kuwa ni hatua ya maendeleo, lakini pia inawezekana matabibu wetu, sijui sana kwa sasa, lakini inawezekana watatumia na wasimamizi wao watatumia kila njia kuhakikisha mtu huyu ana survive, kwa sababu huenda malipo yanaweza yakalipwa ikiwa watafanya kazi ya kuokoa uhai, kutibu kwenyewe. Nje na hapa yamenikuta, ndio maana kila kinachonikuta naweza nikakitumia kufundishia wengine. Mpaka hapa nadhani zaidi ya milioni 6, 7, 8 zimetumika kwenye matibabu tu ya kawaida, na baadhi kwa sababu sasa hatuna elimu, hatuna uelewa, mengine ni unaletewa tu kwamba deni ni hili, kabla unakuwa hujapewa ufafanuzi kama litakuwepo, na wakati huo unakuwa huna nguvu ya kuhoji sana, kwa sababu kwanza uko kwenye pressure. Natakiwa ndugu yako itumike njia yoyote, kama kuna fedha ipo itumike, lakini atoke kwenye shida hiyo. Kwa hiyo hayo ni maoni yangu. Ikiwa nchi yetu itakuja kuingia katika nchi ya ahadi ambayo Mungu alikusudia na kuyaidia, itakao kuwepo, kumbuke na hili. Ikiwa nitakuwepo kwa machozi yoyote, itakumbusha hili. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Buriani shujaa, binti yangu Sifa, umevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umeumaliza, na imani umeilinda. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, ama afae katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha.